kwa mioyo yenu yote, maana kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu. Lakini kama mkiendelea kutenda mabaya, mtaangamia ninyi na wafalme wenu pia. Angalieni hapa kuna siri fulani Mungu anaeleza. Anataja kuangamia sisi pamoja na wafalme wetu sisi. Maana wafalme ni hao watawala wanaotuongoza. Wanaweza kuangamizwa na Mungu, hata sisi wenyewe pale ambapo tunaweza kukosa kuwa na moyo kama wa Mungu wa kujitoa kufanya jambo kwa ajili ya watu wengine. Nadhani ilikuwa ni Jumapili, mchungaji alifundisha somo fulani, akagusia andiko, akasema wakati Yesu anavikwa taji ya miiba kichwani, akasema baada ya kuvikwa taji ya miiba kichwani, pale mbeleni ukisoma kuna andiko fulani hapo kwamba alipigwa kwa mwanzi kwenye kichwa. Wengi hapa hawajaelewa. Ndugu zangu, ukingefunuliwa Yesu alivyoteswa hapa duniani kwa ajili ya mimi na wewe, ndugu yangu, unaweza ukalia machozi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Huo mwanzi nao usikia, ile miiba walioisokota ilikuwa ni miiba mirefu. Unajua Biblia kuna vingine baadhi yani hawakuandika kabisa kwa uhalisia, japo walieleza ili uweze kujua. Ule mwanzi walikuwa kipiga ile miiba ili izame ndani ya ubongo, damu itoke. Yani walikuwa kipiga ule miiba unaingia ndani. Kama vile ukaanza kugonga kwenye msumari, ule msumari unazama ndani ya kile ya miiba ilipigwa ile msumari kichwani. Wanapiga hawaangalii, wanatoboa. Kidevu waling'oa, wakang'oa ndevu zake kabisa, aliharibiwa. Haya yote yafanya kwa kujitoa yeye, ili mimi na wewe leo hii tuweze kuonekana kwamba wenye sifa mbele za Mungu na kwenda mbinguni. Kwa hiyo kujipendeza wenyewe, hii ni dhambi ambayo unafananishwa kabisa na tabia ya Shetani.